إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كلام الله، وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب النار. أما بعد، عباد الله، فاتقوا الله تبارك وتعالى حق التقوى، واعلموا أنكم ملاقوه. واعلموا عباد الله أننا نحن الآن في شهر رمضان المبارك، موسم من مواسم الخيرات والبركات، شهر الصيام والقيام، وشهر القرآن، وشهر مضاعفة الحسنات وتكفير السيئات، وشهر المسارعة إلى الطاعات والقربات والمنافسة في الخيرات. شهر جعل الله تبارك وتعالى صيامه فريضة وقيامه تطوعا، شهر تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق أبواب النار. دوكة كيمان بعدكم حميدي الله تبارك وتعالى، لكم تكي صالنا سلام كيونغوزي وأمة متمويت محمد عليه السلام. توسيانا كمشاء الله تبارك وتعالى، فإنه قد فاز المتقون. نتفهموا ya kwamba hivi sasa tuko katika mwezi mtukufu wa Ramadhan, mwezi wa kheri na baraka, mwezi wa Qur'ani, mwezi ambao Allah tabaraka wa taala ameiteremsha ndani yake Qur'ani, mwezi ambao matendo mema malipo yake huzidishwa maradufu. Kadhalika mwezi huu wa Ramadhan ni mwezi wa kufutiwa madhambi kwa wingi. Allah tabaraka wa taala huwafutia madhambi waja wake kwa wingi ndani ya mwezi huu wa Ramadhan. Kadhalika mwezi huu wa Ramadhan ni mwezi ambao yatakikana Waislamu kukimbilia kufanya pupa katika kutekeleza ibada za Allah tabaraka wa taala, kadhalika na kushindana katika mambo ya kheri. Huu ni mwezi wa kheri, mwezi ambao Waislamu yatakikana wao ni wenye kushindana katika mambo yaliyokuwa mazuri yenye kumridhisha Allah tabaraka wa taala. Wa hakadha kana salaf, na hivyo ndivyo walivyokuwa wema waliotangulia kabla yetu. Inapoingia Ramadhani wanabadilisha mfumo wa maisha yao, wanaishi tofauti na vile walivyokuwa wakiishi kabla ya Ramadhani, kwa kujikita katika ibada, kukithirisha kufanya mema,
na kujiweka mbali zaidi na yale yanayomchukiza Allah subhanahu wa ta'ala. Mwezi huu wa Ramadhani ni mwezi ambao Allah tabaraka wa ta'ala amefaradhisha kufunga mchana wake, kadhalika na akaweka kusimama usiku wake kuwa ni sunna. Kufunga mchana wa Ramadhani ni fardh, lakini kusimama usiku kwa kuswali sala ya tarawih ni sunna katika sunna za Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kadhalika mwezi huu wa Ramadhani ni mwezi ambao tuftahu fihi abwabul janna, hufunguliwa ndani yake milango ya pepo na kufungwa milango ya moto. Mtume sallallahu alayhi wasallam amebainisha hilo katika hadithi ya Abi Huraira radhiyallahu ta'ala anhu fi sahihain. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار. Mtume alayhi salamu asema inapoingia Ramadhani milango ya pepo hufunguliwa na kufungwa milango ya moto. Ndiyo maana unaona unapoingia Ramadhani, Muislamu, moyo wako unabadilika, unajikuta ni mwenye kutekeleza yale ambayo hukuwa ni mwenye kuyafanya kabla ya Ramadhani. Yote haya ni kwa sababu ya kheri ambazo Allah tabaraka wa taala alizozijalia katika mwezi huu wa Ramadhani. Qala taala: ya ayuha alladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah tabaraka wa taala asema, enyi waumini, imefaradhishwa kwenu nyinyi kufunga kama ilivyofaradhishwa kwa watu waliokuwa kabla yenu, la'allakum tattaqun, ili mpate kumcha Mola wenu. Kwa maana mpate kumcha Mola wenu bifi'li al-awamiri wa tarki an-nawahi, kwa kutekeleza maamrisho yake Allah tabaraka wa taala na kujiweka mbali na makatazo yake. Hiyo inakuwa ni sababu ya nyinyi kuepukana na adhabu za Allah subhanahu wa ta'ala. Ayyaman ma'dudatin, Allah tabaraka wa ta'ala amefaradhisha kufunga saumu ya Ramadhan, ambayo ni masiku machache yenye kuhesabika idadi yake, ambayo ni masiku ya mwezi mmoja, imma siku 29 au 30. Ndio maana Allah tabaraka wa taala akayaita kuwa ni ayyaman ma'dudati, masiku machache yenye kuhesabika. Na Allah tabaraka wa taala hakufaradhisha kufunga miezi au kufunga miaka, bali amefaradhisha kwetu sisi kufunga masiku machache yenye kuhesabika. Faman kana minkum maridan au ala safarin fa'iddatun min ayamin ukhra, basi yoyote kati yenu atakapokuwa ni mgonjwa, ikawa kwa maradhi hayo yashuku maahu siyam, hawezi kufunga kutokamana na maradhi hayo, akashindwa kufunga, au ala safarin, au atakayekuwa ni msafiri akashindwa kufunga katika safari yake, anaruhusiwa kufungulia kisheria, anaruhusiwa kufungulia mchana wa Ramadhani, fa'iddatun min ayamin ukhra. Lakini wajibu wake linalomlazimu mtu huyo baada ya kufungulia mchana wa Ramadhani, analazimika kufunga idadi ya masiku aliyofungulia baada ya kumalizika Ramadhani na baada ya kuondokewa na ule udhuru wake, baada ya kupona maradhi yake au baada ya kumaliza safari yake, ahesabu zile siku alizofungulia, akala mchana wa Ramadhani, atajazilipa baada ya kumalizika Ramadhani. Wa ala alladhina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, na ni juu ya wale ambao kufunga kwa wao ni kuzito, ibada ya funga kwa wao ni nzito, hawawezi kutahammal, hawawezi kustahamili mashaka ya funga, basi ni juu yao watu hao kulisha maskini. Na hapa Allah tabaraka wa taala anabainisha namna anavyowatakia waja wake wepesi katika sheria zake, ya kwamba wale ambao funga kwa wao ni nzito,
inawaelemea, kama vile wazee, watu wazima ambao umri umeenda sana, hawawezi kustahamili kukaa na njaa kwa muda mrefu, au wagonjwa ambao hawatarajiwi kupona kutokamana na maradhi yao kwa uthibitisho wa madaktari bingwa kwamba kwa maradhi hayo si wenye kupona. Allah tabaraka wa taala akawawekea ofa waja wake ya kwamba hajawalazimisha kufunga pamoja na shida walionayo kwa maradhi au utu uzima, bali wajibu wao watoe fidia kumlisha maskini mmoja kwa kila siku wanayofungulia, kumlisha maskini mmoja kila siku anayofungulia, nusu ya pishi ambayo takriban kilo 1.5 ya mchele, na mfano wa hivyo katika vyakula vya sehemu husika. Kwa kila siku anayofungulia anamlisha maskini mmoja. Na kama mtu ataamua kuwakusanya masakini 30, maskini 30 kwa siku moja akawalisha wote, inafaa. Au bora zaidi, maulama wanasema ni kulisha kila siku maskini mmoja. Na kama mtu hawezi mwenyewe, hana mali ya kumlisha maskini kila siku, basi ndugu zake, wale warithi wake, wanawajibika kumtolea fidia hiyo. wa ala alladhina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa khairan fahuwa khairun lah, na atakayefanya khairi basi jambo hilo ni zuri kwake yeye. Atakayefanya khairi, kwa maana atakayezidisha katika kutoa fidia. Umeambiwa utoe kilo 1.5 ya mchele, ukatoa kilo 3 kumpa maskini, basi kufanya hivyo ni bora kwako wewe. Umeambiwa kwa siku mlishe maskini mmoja, ukaamua kuwakusanya maskini 1000, ukaamua kuwakusanya maskini 10 kutokamana na uwezo wako ukawalisha, fahuwa khairul laka, jambo hilo ni bora kwako wewe. wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun, lakini kufunga ni bora kuliko kulisha, ikiwa mwafahamu malipo yanayopatikana katika ibada ya kufunga. Kwa maana kufunga ni bora pamoja na kutahammali mashaka, pamoja na dhiki ambayo utaipata kwa maradhi ulionayo, ukatahammali ukafunga, ni bora kwako wewe kuliko kulisha maskini. Lakini ukiwa mwanadamu Muislamu huwezi kutekeleza ibada ya funga, basi unawajibika kulisha maskini kwa kila siku ambayo unayofungulia, kwa wale ambao wametajwa, wazee na wagonjwa ambao hawatarajiwi kupona. Ayuha almu'minuna ibadallah, aya hii Allah tabaraka wa taala anabainisha katika aya hizi ya kwamba ibada ya funga ni ibada ya fardhi ambayo ameifaradhisha kwetu sisi ummati Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kadhalika ibada hii imefaradhishwa kwa watu waliokuwa kabla yetu, kuonesha ahamiyatu siyam, umuhimu na ulazima wa ibada ya funga. Maal asafi shadid, kwa masikitiko makubwa, utakuta baadhi ya Waislamu mwezi wa Ramadhani unaingia, wanaacha kufunga, wanakula na kunywa na kustarehe mchana wa Ramadhani. Wadhalika huwa alkhusranul mubin, na hiyo ni hasara kubwa. Hii ni alama ya kwamba Waislamu hao wamepata hasara fi dunya wal akhirah. Wako vijana wa Kiislamu bil asaf, tena wengine hapa pembezoni mwa msikiti, vijana wa Kiislamu mnakula mchana wa Ramadhani hali ya kuwa mnafahamu ya kwamba kufunga ni fardhi, ni ibada ya wajib. Allah tabaraka wa taala ameiwajibisha kwetu sisi. Fahamuni ya kwamba mnamkosea Allah tabaraka wa taala na mnazidhulumu nafsi zenu, wa sawfa tusalun, na mtakwenda ulizwa kwa Allah tabaraka wa taala, na siku yoyote Allah subhanahu wa taala atakuchukueni. Jiandaeni majibu ya kwenda kumweleza Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wadh-dhikril hakim. aqulu ma sami'tum wa astaghfirullaha li wa lakum. Alhamdulillah rabbil alamin,
والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيرا. أما بعد، عباد الله، فإن للصوم حكم ومقاصد عظيمة. Ibada ya funga ina hikma zilizokuwa nyingi na makusudio makubwa ambayo Allah tabaraka wa taala ameifaradhisha hii ibada ya funga kwa makusudio na hikma zilizokuwa kubwa. Katika makusudio ya funga, tahqiqu taqwa, ni kuimarisha uchamungu, kama alivyosema Allah tabaraka wa taala, la'allakum tattaqun, kwamba Allah tabaraka wa taala amekufaradhishieni kufunga ili mpate kumcha Mola wenu. Wa hadha huwa almaqsudu al'azam, na hili ndio kusudio kubwa katika makusudio ya ibada ya funga, ili kuweza kuimarisha uchamungu wetu, kuweza kuipa nguvu imani yetu kwa kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Haya ndiyo makusudio yaliyokuwa makubwa ya ibada ya funga, na sio kwamba Allah tabaraka wa taala amefaradhisha ibada ya funga ta'dhiban liibadihi, kwa lengo la kuadhibu waja wake kwa kuacha vinywaji na vyakula na starehe zao nyinginezo. Hapana, Allah tabaraka wa taala amefaradhisha ibada ya funga kwa makusudio yaliyokuwa makubwa, ikiwemo kuimarisha uchamungu wa waja wake Allah tabaraka wa taala. Fayambaghi lilmuslim, inamlazimu muislam ajitahidi kumcha Allah tabaraka wa taala fi sirri wal alan, katika hali ya siri kadhalika na katika hali ya wazi. Amche Allah tabaraka wa taala bisiyamihi, katika ibada yake ya funga. Kadhalika katika hikma na maqasidi ya ibada ya funga, tazkiyatun nafs, kuitakasa na kuisafisha nafsi. Tazkiyatun nafsi min al-akhlaqi radhila, kuisafisha nafsi yako kutokamana na tabia chafu, kutokamana na tabia mbaya, tabia ambazo hazimridhishi Allah subhanahu wa ta'ala. Wadhalika liannahu shahru tasfidu shayatin, na yote hayo ni kwa sababu mwezi huu wa Ramadhan ni mwezi ambao mashayatini hutiwa pingu, ni mwezi ambao mashaitani hufungwa minyororo, kama alivyosema Mtume sallallahu alayhi wasallam, idha dakhala ramadhanu futihat abwabul janna wa ghuliqat abwabun nari wa suffidat ash-shayatin, inapoingia Ramadhani milango ya pepo hufunguliwa na hufungwa milango ya moto na mashaitani hutiwa minyororo. Ndiyo maana Allah tabaraka wa taala anawawafikisha waja wake kutekeleza na kujikita katika ibada ndani ya mwezi huu wa Ramadhani. Ni mwezi wa kuitakasa nafsi. Fayambaghi lilmuslim an yuhasiba nafsahu, inamlazimu muislamu aihesabu nafsi yake, ailinde nafsi yake, aiongoze nafsi yake, ailee nafsi yake fil khairat, katika mambo mema, mambo yenye kumridhisha Allah tabaraka wa taala. Wayamna'aha min almaharim, na aiepushe nafsi yake, aikataze nafsi yake kutokamana na mambo ya haramu katika mwezi huu wa Ramadhan. Kalkadhibi, kama vile kusema uongo, wadhulmi walghishi walkhidaa, kama vile kusema uongo na ghishi na dhulma, kuwafanyia hadaa wenzako katika miamala, wanamima, kadhalika na kugombanisha watu na kusengenya, wa ghairi dhalika min alakhlaqi radhila, na mengineyo katika tabia zilizokuwa mbaya zisizomridhisha Allah subhanahu wa ta'ala. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha, bila shaka amefaulu yule ambaye ataihifadhi na kuilea nafsi yake na kuihimiza nafsi yake kufanya yaliyokuwa mema, na amekula hasara yule ambaye ataiingiza nafsi yake katika kumwasi Allah subhanahu wa ta'ala.
ونعوذ بالله من سوء الحال. كذلك من مقاصد الصيام pia katika makusudio ya ibada ya funga tadhakkuru alfuqara, kuwakumbuka mafakiri na masakini, wa muwasatuhum, na kuwaliwaza kwa kuwasaidia. Wa hadha aidan min maqasid alazima, jambo hili pia ni katika makusudio yaliyokuwa makubwa ya ibada hii ya funga. Allah tabarak wa taala kufaradhisha ibada hii ya funga ya Ramadhani kwa lengo pia la wale wenye mali matajiri waweze kuwakumbuka maskini na fukara, wale ambao hawana uwezo, wale ambao baadhi ya siku kushinda njaa na kulala na njaa. Aliulizwa mmoja wa wema waliotangulia kunako hikma ya Allah tabarak wa taala kufaradhisha ibada ya funga, faqala, akasema, liyadhuqa alghaniyu ta'ama aljui fala yansa aljai'a. Katika hikma za Allah tabarak wa taala kufaradhisha ibada ya funga, ikiwemo tajiri, wale wenye pesa waweze kuonja ladha ya njaa, wajue ladha ya njaa ya kukaa muda mrefu bila kupata chakula na kinywaji. Wakifahamu hivyo, wakionja ladha ya njaa hiyo, itakuwa ni sababu itakayowapushi wao kutokuwasahau watu wenye njaa, itakuwa ni sababu wao kuwajali na kuwasaidia maskini na fukara katika mali zao. Wa hadha shahrul muwasat, mwezi huu tupo katika mwezi wa kuliwazana. Waislamu yatakikana wale wenye mali waweze kuwaliwaza wasiokuwa nazo, wale wenye nacho wasaidie wale ambao hawana. Wa hakadha kana Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, na hivyo ndivyo alivyokuwa Mtume alayhi salam. Alikuwa Mtume alayhi salam akikithirisha kufanya mema katika mwezi wa Ramadhani zaidi ya miezi mingine. Anasema Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, kana Rasulullah sallallahu alayhi wasallam ajwada an-nasi, Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa ni mkarimu wa watu. Mtume alayhi salam ndiye aliyekuwa mkarimu kuliko watu wote. Wa kana ajwada ma yakunu fi shahri ramadhana, lakini Mtume alayhi salam alikuwa ikramu yake ikizidi maradufu inapoingia mwezi wa Ramadhani. Wa hakadha kana salaf, na hivyo ndivyo walivyokuwa wema waliotangulia. Inapoingia Ramadhani wakizidisha ikram, kuwakirimu na kuwasaidia wale wasiojiweza. Lidhalika yustahabu taftiru as-saimin almasakin khususan, na ndio maana inapendeza kuwafuturisha watu waliofunga, wa bil khusus kuwatanguliza masakin kabla ya wenye pesa. Lakini panapokosekana masakin pia wanachukuliwa na wale wenye wasaa, na si vibaya kuwaalika maskini na fukara na wenye pesa, lakini haitapendeza ikiwa mtu atawaalika wenye pesa peke yao, ikawa amekosa kuwaalika wale ambao hawajui kama watapata futari au daku. Fayambaghi lilmuslim, yatakikana kwa muislamu aliyefunga ajitahidi sana kukithirisha kuwasaidia wale ambao wako chini ukilinganisha na hali yake, kwa kile ambacho Allah tabaraka wa taala amemruzuku. Na Mtume sallallahu alayhi wasallam amesema, man fattara saiman kana lahu mithla ajrihi, atakayemfuturisha aliyefunga atapata ujira mithili ya ujira wa yule aliyefunga, pamoja na kwamba yule aliyefunga hatopunguziwa chochote katika ujira wake. Ukimfutulisha aliyefunga utapata ujira mithili ya ujira wake, pamoja na kwamba yule uliyemfutulisha hatopunguziwa chochote katika ujira wake.
kadhalika mtume alayhi salamu akasema katika maneno mengine, as-saimu idha ukila indahu, mtu aliyefunga anapowaalika watu wakaja kula kwake, kufuturu kwake, sallat alayhi almalaikatu, malaika wanakuwa ni wenye kumwombea dua kwa Allah tabaraka wa taala. Malaika wanakuwa ni wenye kumwombea dua mtu huyo hatta yafraghu, mpaka watakapomaliza iftari, na katika lafdhi hatta yashba'u, mpaka watakaposhiba. Na Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala akachukua katika hadithi hii hatta yashba'u, ya kwamba muradi wa kumfuturisha aliyefunga, kusudio la kumfuturisha aliyefunga ni vile kumpa chakula mpaka ashibe. Hii ndiyo maana ya taftiru saim, kumfuturisha aliyefunga. Hii ndiyo maana aliyotafsiri Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah, kumfuturisha kwa maana kumlisha mpaka anashiba. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من عباده الصالحين من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا تقبل صيامنا وقيامنا وجميع صالحات أعمالنا. Hii ni Wajawema Online TV. Hapa ni elimu tu.